Makande ni chakula pendwa kwa maeneo mengi hapa Tanzania, lakini usalama juu ya ulaji wa chakula hiki umekuwa ukizua maswali kwa watu walio wengi. Nimekuwa nikiona maswali, mtu ambaye anauliza bana, hivi vipi kwa mimi ambaye na acid reflux, vipi makande ni mazuri au sio mazuri? Kwa mimi mwenye shida ya vidonda tumbo, makande naruhusiwa au siruhusiwi? Mwingine anakuambia mimi nimeshauriwa kula makande ya mahindi ambayo yamekobolewa. Mwingine anakuambia bana, mimi nimeambiwa kwamba sile makande kwa sababu yatapandisha sukari. Sasa je, kipi ni kipi? Kwa hiyo kumekuwa na huu mkanganyiko juu ya ulaji wa makande ambao nataka leo tunaweze kuangazia na kuweza kukupatia uhalisia juu ya masuala ya makande. Katika video hii tunaenda kuangazia aina kuu 3 za makande na makosa makuu mawili ambayo hutaki kuyafanya, na aina gani ya makande ambayo natakiwa uyakwepe na aina ipi ya makande ambayo natakiwa utumie. Kwa katika tafasiri hiyo, mada ya leo ni aina ipi moja ya makande ambayo natakiwa uiepuke. Hatutoishia tu kwenye makande ya kuepuka, bali tutaangazia pia na makande ya kutumia, na kwenye hayo kutumia ni makosa yapi ambayo siweze kuyafanya. Uko nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikusi twende sambamba ili uweze kupata uelewa, hasa kama ni mpenzi wa kukula makande. Kwa wale ambao hawafahamu makande ni aina gani ya chakula, nikufahamishe tu kwamba makande ni chakula ambacho ni mchanganyiko wa mahindi pamoja na maharage. Inaweza kani maharage, wengine wanaweza kaika kunde, wengine wanaweza kaika njegere, lakini kiufupi kwamba makande ni muunganiko wa vyakula hivi viwili, mahindi sambamba na maharage ama na jamii ya kunde yoyote. Maeneo mengi wanapenda kutumia maharage, ndio wanapenda kuchanganya na mahindi na wanapika kwa ambavyo wao wamekuwa wamezoea kuyapika. Watu hawafahamu kama kuna aina, lakini kuna aina kuu 3 za makande ambayo natakiwa uyafahamu. Aina ya kwanza ni aina makande ambayo inahusisha mahindi ambayo yamekobolewa. Hii ni aina ya kwanza. Unakuwa na mahindi ambayo yamekobolewa, unapika sambamba na maharage. Hii ni aina ya kwanza. Lakini aina ya pili ni makande ya mahindi ambayo ni makavu na hayajakobolewa. Hii ni aina ya pili. Kuna aina ya tatu ambayo ni makande ya mahindi mabichi. Yaani mtu anapochukua mahindi mabichi anachanganya pamoja na maharage yake, hiyo ndio inakuwa ni makande hayo ambayo ni mahindi mabichi. Sasa je, kwenye aina hizi kuu 3 natakiwa uelewe nini? Natakiwa uelewe hiki: makande haya ya aina ya pili, namba 2 na namba 3, ambayo ni makande ya mahindi ambayo hayajakobolewa, aidha makavu ama mabichi, haya yana nyuzi lishe, lakini yaliyokobolewa tumeondoa nyuzi lishe. Huo ndo tofauti mkubwa katika swala la kiafya. Nimekuwa nikiona wengi wanashauriwa kwamba tumie mahindi ambayo yamekobolewa, lakini kiufupi hiyo sio sahihi. Makande ya mahindi ambayo yamekobolewa sio salama kwa afya yako wewe, na hata kwa wale wagonjwa wa sukari, makande ya mahindi ambayo yamekobolewa yanapandisha sukari sana kuliko makande ya mahindi ambayo hayajakobolewa. Na ni kwa sababu unapokuwa umekoboa mahindi yale, unabadilisha stori nzima ya usalama wa mahindi hayo ambayo unatumia. Aliyekula mahindi ambayo hayajakobolewa na aliyekula mahindi ambayo yamekobolewa ni watu wawili tofauti. Hii ni sawa sana aliyekula ugali wa sembe na aliyekula ugali wa dona, ni watu wawili tofauti. Vile ambavyo ugali wa dona unaonekana kwamba ni salama na usembe haifai, ndo hivyo hivyo kwenye suala la mahindi ama makande ya mahindi ambayo yamekobolewa sio salama, tofauti na mahindi au makande ya mahindi ambayo hayajakobolewa. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo, kwa wale ambao ni wapenzi wa kutumia makande ambayo nastahili kuepuka, ambayo natakiwa wewe uyaepuke, ni makande ambayo yamehusisha mahindi ambayo yamekobolewa. Haya makande ikabidi uyaepuke, kwani sio salama kwa afya ya mmeng'enyo wako, sio salama kwa wewe ambao una sukari, sio salama kwa wewe ambao una acid reflux, sio salama kwa wewe ambao una shida ya vidonda vya tumbo, sio salama kabisa. Kwa hiyo hicho ni aina ya makande ambayo natakiwa uyaepuke. Lakini kuna hizi aina 2 za makande ambayo hayajakobolewa, ambapo kuna makande ya mahindi mabichi, alafu kuna makande ya mahindi ambayo ni makavu. Haya yote yanafaa. Binafsi napenda kula makande ya mahindi ambayo ni mabichi.
Mimi kiasili kwenye jamii yetu sisi si walaji wa makanda, lakini nimetembea tembea nimejua kwamba makanda ambayo ni mabichi yanakuwa ni matamu sana kwa upande wangu. Lakini katika swala la kiafya, makanda ambayo ya mahindi ambayo hayajakobolewa yote, yawe makavu ama mahindi yake ni makavu ama mahindi yake ni mabichi, yote yanafaa kwa ajili ya matumizi yako wewe binadamu na hayana changamoto yoyote ya kiafya. Ila kuna mambo makuu machache ya kufahamu hasa kwenye ulaji wa makande haya ambayo ni salama na hasa kwenye masuala ya mapishi. Moja, nimekuwa nikiona kwa walio wengi ambao wanakula makande, makande akishaiva kabla hajara ni anajaza sukari, anachota sukari madukani, anajaza kwenye makande yale. Mpaka mimi nashangaa, kwani yale makande ni machungu? Yaani kuna sababu gani ya wewe kuweza kuongeza sukari? Baadaye ukija kuishia kupata magonjwa ya hizo acid reflux, vidonda vya tumbo, si tumbo kujaa gesi, si sukari, pressure, unaanza kulalamika, unaanza kusema mahindi bana yanasababisha sukari. Mahindi yanasababisha sukari, sema wewe umeingia kutumia wanga ambazo ni mbaya. Kwa hiyo kwa tafasiri hiyo, wewe ukiamua kutumia haya makande, kosa la kwanza ambayo ni makosa sasa ambayo unafanya ambayo utakiwa uepuke ni kuongeza sukari kwenye makande yale. Huna sababu ya kuongeza sukari, kwani makanda yale si machungu. Yawekee viungo, karoti, hoho, nyanya na viungo vingine ili kuweza kufanya kwa yaweze kuwa na ladha nzuri na sio kuongeza sukari. Ni hatari sana, na haya makande ni ya kuepuka tena. Makanda ambayo yameongezewa sukari ni aina nyingine ya kuweza kuepuka. Kuna makande ya mahindi ambayo yamekobolewa, halafu kuna mwingine ni makande hayajakobolewa lakini ameongeza sukari. Hii inakuwa ni hatari sana kwa afya. Kwa hiyo hii ni kosa ambalo utakiwa ulikwepe, swala la kuongeza sukari kwenye swala la makande yako. Kosa lingine ama kitu kingine cha kuzingatia hapa ni habari za mafuta ya kupikia ama nazi. Wewe ukishatumia makande ama makande bani salama ambayo mahindi yake hayajakobolewa, yameiva vizuri, wengi hutapenda kuweka nazi. Weka, kama ni mpenzi wa nazi, weka nazi kidogo, kwa maana ya kwamba nazi nayo pia imesheheni mafuta mengi. Kwa hiyo unapoongeza mafuta kuwa mengi haya ambayo yanaganda, japo wengi wamekaa kwenye neno kwamba anajua nazi ni asili. Unajua asili? Hakuna mnazi ambao unazalisha tui la nazi. Mnazi unazalisha nazi. Kwa hiyo kama unahisi kwamba unakula kiasili, chukua nazi ile, tafuna, uone kama utamaliza ile nazi yote nzima peke yako. Lakini fahamu kwamba mafuta unapokuwa ameshatengeneza tui tayari, yale mafuta hayako kwenye uasili wake tena, kwa sababu mafuta yale ya nazi yanapatikana kwenye nazi yenyewe. Kwa hiyo tafuna nazi na meza ya vile vitu vya vidude vyake kama unataka kule kusema kama unakula kiasili. Lakini kwa kutumia tui la nazi, tumia kiwango kidogo sana. Kuna mtu kwenye makande yake anaweka nazi nyingi sana, inabakia sasa sio kwamba ni makande ya nazi, ni nazi ya makande. Hiyo ni changamoto ambayo tutakayofahamu. Lakini kitu kingine ni mafuta ya kupikia. Watu wanaweka mafuta ya kutosha kwenye swala la makande, japo kwa makande hayahitaji hata kuwekewa mafuta. Ukiweza kuweka viungo vyote ambavyo vinahitajika, makande huwa yanakuwa tu ni matamu na kwa hana changamoto yoyote. Lakini kama ni mpenzi wa kuweka mafuta, naweza nikashauri kwamba karanga zilizosagwa, karanga inaweza ikawa ni mbadala mzuri sana. Karanga zilizosagwa inaweza kazitumia kama mbadala wa mafuta. Zina unafuu kwa sababu ile karanga hatutupi chochote, inakuwa katika uzima wake. Tumeponda ponda tu, lakini nyuzi lishe na vitu vingine na mafuta hayako huru kuweza kumuvu. Kwa hiyo unajikuta kwamba umepata virutubisho vingi kwenye swala la karanga, na pia umepata vitu kama nyuzi lishe ambayo inakuwa ni faida kwako wewe mtumiaji. Karanga zilizosagwa inaweza kawa ni kiungo kimoja kizuri sana kuongezea kwenye makande yako. Nje na hapo unaweza kaweka viungo vyote kama ni karoti, hoho, nyanya, kitunguu, iweze kama kitunguu swaumu, kitunguu maji, vyote si wengine weka na tangawizi. Wewe weka tu viungo vyako ambavyo unavihitaji. Weka vizuri, lakini makande hakikisha mahindi yake hayajakobolewa. Hawa makande yako vizuri, na kama hujaongeza sukari, makande hayo ni salama sana kwa ajili ya kutumia. Kwa ufupi, fahamu kwamba makande ya mahindi yaliyokobolewa sio mazuri. Makanda ambayo yameongezewa sukari sio mazuri. Makanda ambayo hayakobolewa mahindi yake na hajaongezewa sukari ndio bora na wewe kuweza kutumia. Nadhani hapo unaweza kuwa umeelewa vizuri, na kama ulikuwa hujui, najua utakuwa umejifunza kitu hapa. Nikushukuru tu kwa kuitazama hii video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie katika uchambuzi wa chakula hiki aina ya makande. Nikutakia wakati mwema, kwaheri.